Asante sana Padre kwa ufafanuzi huo. Sasa tuhamie kwenye zile siku tatu kuu za katika juma hili kuu. Alhamisi, Ijumaa na Jumamosi kuu. Tuanze Padre na Alhamisi kuu. Ndiyo. Katika historia ya kanisa, Ndiyo. siku ya Alhamisi kuu ni siku ambayo tunasema ni siku ya furaha, au ni watu wengi wanaifahamu kama ni siku ambayo imekaa kwa namna fulani ya kipekee. Kwanza kuna matukio makubwa ambayo yanafanyika ndani ya liturujia ya siku hiyo. Kwanza ambayo kitu ambacho kiko wazi kabisa wengi wanakiona ni kile kitendo cha kuimbwa utukufu. Tukikumbuka kwamba katika kipindi hiki chote cha Kwaresma, liturujia inatuelekeza kwamba hatupaswi kuimba utukufu, hatupaswi kupiga kengele, hatupaswi kupiga makofi, kushangilia. Lakini siku hii ya Alhamisi kuu kwenye misa kunakuwa na wimbo utukufu pale mwanzo. Kwa nini Father inakuwa hivyo? Kwa nini tunaimba utukufu pale mwanzoni mwa misa? Asante. Kwanza ningeweza kusema hapo tayari tunaanza kugusa zile siku kuu za Pasaka. Na bado ina historia yake pia katika desturi za Kiyahudi. Tukumbuke Pasaka ambayo tunaadhimisha leo pia kabla ya Kristo kufufuka ilikuwepo. Na yenyewe kuna vitu fulani au kuna viashiria fulani ambavyo vimechukuliwa katika Pasaka ya Kiyahudi na kuingizwa katika Pasaka ya Kikristo. Wayahudi walikuwa wanashangilia inapofika kipindi cha Pasaka, walikuwa wanasifu, wanaimba kwa shangwe. Walikuwa wanaimba kwa furaha zote kumtukuza Mungu aliyewakomboa na utawala au na utumwa kule Misri. Kwa hiyo na sisi tunapoingia katika siku hizi za Pasaka, na sisi tunashangilia. Miongoni mwa alama za nje ambazo zinaonyesha kushangilia, cha kwanza watu watacheza, watu watapiga makofi, kengele itapigwa na wimbo wa utukufu utaimbwa. Wimbo huu wa utukufu ni wa kumsifu Mungu. Kama walivyokuwa wanafanya Wayahudi nao katika sherehe zao za Pasaka, walikuwa wanamsifu Mungu. Lakini kitu ambacho kinadokezwa tena au kitu ambacho kinakuja kubadilika katika sherehe zetu hizi, hasa Alhamisi Kuu, tunakuta baada tu ya utukufu kengele zinafungwa. Kengele ambayo inadokeza pia furaha. Kengele ambayo pia inaonesha shangwe. Kengele ambayo inachangamsha, inaondoka, inafungwa. Tutakuja kuipiga wakati utukufu unaimbwa kwenye vijilia ya Pasaka, siku ya Jumamosi Kuu. Kwa hiyo ni kipindi ambacho kina shangwe ndani yake. Tunasifu nini? Tunamsifu Kristo mwenyewe kwanza, anayetuletea amri ya mapendo, anayetuwekea sakramenti ya Ekaristi Takatifu, lakini pia anayetuwekea sakramenti ya daraja takatifu. Lakini pia tuwapongeze mapadre, kwani leo siku ya Alhamisi ni siku yenu, siku ambako tunafahamu sakramenti takatifu ya daraja la padre imewekwa siku ya leo. Hongereni sana mapadre. Asante sana na kushukuru sana. Kwa niaba ya mapadre wenzangu tunaendelea kuzipokea shangwe zote hizo na pongezi zote hizo. Asante sana Padre. Na katika adhimisho la misa takatifu siku ya leo ya Alhamisi Kuu, tunaona mitume wanaoshwa miguu katika ule mlo wa mwisho wa Bwana wetu Yesu Kristo. Mitume walioshwa miguu, na katika makanisa yetu huo utamaduni au hiyo tradition imeendelea ya watu kuweza kuoshwa miguu. Sasa Padre, naomba utuambie labda kwa nini watu wanaoshwa miguu, na wanaopaswa kuoshwa miguu pia ni wakina nani? Je, wanawake wanaweza kuoshwa miguu au ni wanaume tu kama alivyofanya Yesu kipindi ambako alikokuwa anawaosha miguu wanafunzi wake? Asante. Swali la kwanza umeuliza kwa nini watu hiyo desturi inaendelea. Yesu wakati anawaosha miguu, ni Injili ya Yohane sura ya 13. Wakati anawaosha miguu alianza kuwafundisha, akawadokeza namna ambavyo amefanya utume wake. Lakini wakati wa mlo akaacha chakula mezani, akavua vazi alilokuwa nalo, akajifunga kiunoni, akapiga magoti, akawaosha miguu. Kuwaonesha nini? Ilikuwa ni alama ya kuwakumbusha hao wafuasi wake ambao anawaacha kwamba ninyi sio watawala tu, lakini ni wahudumu
ambao mnapaswa kuwahudumia watu wote kwa upendo. Tendo la kuwaosha miguu ni tendo ambalo linaonesha nini? Linaonesha huduma. Na tuangalie hata namna Yesu anavyojifunga. Anafunga kiuno chake, anapiga magoti na anaosha miguu. Na ndani ya kanisa wakati wa adhimisho la misa takatifu unaona kuna wengine wanaita nini? Wanaita kamba, wengine wanaita chingurumu, wengine wanaita nini? Mshipi. Tunafunga kiunoni tunapoenda katika huduma ya misa takatifu. Alama ambayo inaonesha unyenyekevu kwamba uko tayari umefungwa, lakini pia alama ambayo inaonesha nini? Huduma, kwamba tayari wewe unaenda kutumikia. Kwa na Kristo anawakumbusha wafuasi wake kwamba ninyi mnapaswa kuwahudumia watu. Muwahudumie katika upendo mkubwa. Anawaosha miguu, ambayo hiyo miguu ningeweza kusema ndiyo inayotumika kusafiri. Inakanyaga chini naenda mbali. Anasafisha miguu. Hiyo miguu iwe tayari kwenda. Na sisi mpaka leo desturi hiyo imeendelea. Tunaosha watu miguu. Wawe tayari kuubeba ujumbe wa Mungu, kuibeba habari njema, kuipeleka kwa watu wengine. Na Nabii Isaya anasema ni mizuri kama nini miguu yao wapelekao habari iliyo njema. Kwa watu wanapooshwa miguu wakumbuke kwamba tunapotumikiwa na sisi, mapadre wanapotuhudumia, na sisi tuna jukumu la kuchukua huo ujumbe kupeleka kwa watu wengine. Tunakuja kanisani kusali, lakini tuna jukumu la kupeleka kile ambacho tunakuja kukipata kwa wengine. Kwa hiyo kwa maana ya kwanza, kwa nini tunaosha miguu? Ni alama ya huduma. Alama ya huduma, ambao huduma tunapaswa kuitoa katika hali ya unyenyekevu. Tusipokuwa wanyenyekevu hatuwezi tukahudumia. Na unyenyekevu ni unyenyekevu? Je, ni kukaa kimya? Ni kushindwa kuongea? Ni kubaki umetulia watu wanapokuonea? Hapana, hiyo sio maana ya unyenyekevu. Hiyo labda utakuwa ni ukimya au unyamavu. Unyenyekevu kwa maana ambayo ni wazi kabisa ni kujitambua kwamba mimi ni kiumbe wa Mungu, nipo kwa lengo maalum na Mungu ameniweka ili niweze kubeba ujumbe wake. Nikisha tambua hivyo, kwanza nitakuwa tayari kumsikiliza Mungu huyu kitu gani anataka kwangu, na baadaye na mimi nitatoa huduma yangu nikijua ninafanya kwa sababu ni wajibu wangu na napaswa kuwasaidia watu wengine. Huo ndio unyenyekevu ambao tunafundishwa katika tukio hilo la kuwaosha wengine miguu. Na swali la pili kuhusu modality ya kuosha watu miguu. Je, ni jinsia zote zinaruhusiwa kuosha miguu ama ni jinsia moja tu ya kiume kama ilivyokuwa kwa Yesu mwenyewe? Yesu aliwaosha miguu wanaume 10 na wangapi? 12. Desturi hiyo inaendelea. Okay. Asante sana Padre. Basi tunakushukuru kwa kuifahamu kwa namna ya pekee liturujia ya siku hii ya Alhamisi Kuu. Na kitu kingine ambacho labda waamini wangependa kufahamu, wengi huwa wanajiuliza baada ya adhimisho la misa takatifu, sherekea zile shangwe zote za Alhamisi Kuu, Ekaristi takatifu inahamishwa kutoka kanisani au kutoka kwenye tabernakulo na kupelekwa sehemu nyingine ambayo imeandaliwa kwa ajili ya kwenda kuabudu. Kwa nini inafanyika hivyo? Asante. Hii inaturudisha tena katika tukio la mlo wa mwisho wa Kristo. Alipomaliza kuwaosha miguu, alirudi mezani, wakala, wakaiadhimisha ile Pasaka ambayo ilivyokuwepo ya Kiyahudi kama desturi za Kiyahudi zilivyokuwa. Baada ya kula, Yesu aliondoka, akatoka katika mazingira yale, akaenda msituni. Ingesema akaenda mlimani kwenye bustani ya wapi? Ya Getsemane. Huko akaingia katika dhiki kubwa. Ndiko huko anakolia, kwa kuyatafakari mateso yake, anatoka jasho la damu akiwa huko. Na ni katika bustani hiyo hiyo anakuja kukamatwa kwa kusalitiwa na Yuda.
Yuda anakuja na mbusu akiwa hapo, na baadaye anakamatwa, anaingia katika mateso ya kimwili ambayo yalikuwa yanafanywa au yanatekelezwa na wale watesaji. Kwa hiyo Yesu alihama kutoka katika mazingira ya adhimisho lile la karamu ya mwisho na kwenda mlimani kwenye bustani ya Mizeituni, ambako huko ndiko Getsemani. Na sisi tunaihamisha Ekaristi na kuiondoa katika mazingira yale ambayo tumeizoea, kuipeleka sehemu nyingine ambayo imeandaliwa. Cha kwanza ni kutukumbusha kwamba na Kristo baada ya adhimisho lile aliingia bustanini kusali. Na sisi baada ya kuhamisha Ekaristi hapo, hatuiache Ekaristi ibaki yenyewe imetulia pale. Tunakesha nayo. Tunaingia katika hali ile ambayo Yesu aliipitia kwenda kukesha naye. Tukumbuke wakati Yesu yuko mlimani kule, wanafunzi waliambatana naye, baadaye wengine walilala. Katika kulala kwao, katika usingizi wao, Kristo anapokuja nauliza, ninyi hamkuweza hata kukesha na mimi hata saa moja? Kuonesha nini? Kuonesha kwamba hawakuwa naye katika hali ile. Na sisi katika siku ya leo ya Alhamisi Kuu tunaalikwa angalau tuwe na saa moja ya kukesha na Kristo. Tunayo mengi ya kumweleza. Tunayo mengi ambayo yanatukumba, familia zetu, sehemu zetu za kazi, majukumu yetu, nafasi zetu za utumishi katika jamii, katika serikali au katika kanisa. Tunayo mengi ya kuyabeba na kuyafikisha kwa Kristo. Tutenge angalau saa moja la kuweza kuongea naye. Tuambatane naye katika mateso yake ili na sisi tuweze kuonja uzuri wake. Asante sana Padre kwa maelezo hayo mazuri. Basi ni wito kwetu wa Kristo kwenda kumwabudu Yesu Ekaristi na kwenda kukesha naye walau kwa lisali moja, kwenda kumsindikiza katika mateso yake hayo.